Kila mmoja anaona yupo sahihi kwa maamuzi aliyechukua Simba na Yanga katika dabi ya Kariakoo ambayo ilipaswa kuchezwa tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, lakini dabi hiyo iliahirishwa baadaye na bodi ya ligi, huku Simba awali wakitoa taarifa kwamba hawataweza kushiriki mchezo huo kwa sababu walizuiwa na Yanga kufanya mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo. Lakini Yanga kwa upande wao walipeleka timu uwanjani wakisema mechi iko pale pale, na kwa hivi sasa Yanga wanachosubiria ni pointi 3 za mezani pamoja na magoli 3 ambayo Ally Kamwe amesema magoli hayo apewe Dube. Je, waona mtazamo gani katika hili? Lakini kanuni za kafu pia zikoje? Ikiwa kafu wenyewe, bodi ya ligi wenyewe wanasema kwamba inaweza kutumia kanuni za kafu kufanya maamuzi juu ya uendeshaji wa ligi. Je, ili swala likoje ambapo Simba na Yanga wao wanaona wapo sahihi? Privadinho, mkuu wa kitengo cha digital Yanga, yeye amekuja na mkeka wa kanuni za kafu zinasemaje kuhusiana na sakata hili. Privadinho, mkuu wa kitengo cha digital Yanga, yeye ameanza kwa kuandika hivi: tuliposema hatuwezi kupata haki bila kufata utaratibu, tulimaanisha fatao kupitia kanuni za uendeshaji za kafu. Ukisoma kanuni ya 17 inasema timu mwenyeji anapaswa kuandaa mazingira yote sahihi kwa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye kiwanja cha mchezo husika. Maana yake panahitajika mawasiliano ya timu hizi mbili. Makolo alifanya hivyo, lakini kanuni ikaongeza kuwa ofisa wa kafu anaweza kusitisha mazoezi hayo endapo atabaini kuwa kuna dosari kwenye uwanja husika. Maana yake hapo kuna mawasiliano ya timu zote mbili na ofisa wa kafu kwa ajili ya ukaguzi wa uwanja. Kanuni ikaongeza kuwa ikitokea uwanja huo ni wa nyasi bandia, basi mgeni anaweza kupewa nafasi ya kufanya mazoezi mara 2 katika uwanja huo. Kanuni ya 17(7) inasema muda wa siku ya mazoezi katika uwanja huo utaopangwa na maofisa wa kafu. Kwa mantiki hiyo haijiendei uwanja, ni lazima pande zote mbili zipewe maelekezo na ofisa wa kafu. Hata kwenye kanuni zetu, ile kanuni ya 17(45) inasema kupata haki ya kutumia uwanja wa mazoezi lazima mawasiliano yafanyike kwa kamishna wa mchezo. Jambo muhimu la kuzingatia kwenye kanuni za kafu ni ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa kanuni ndogo ya 17(9) inasema timu mwenyeji anahakikisha ulinzi kwa timu mgeni muda wote nje na ndani ya uwanja. Kwa kifupi, security officer wa mchezo wanapaswa kupewa taarifa timu mgeni anapohitaji kwenda uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Privadinho akaendelea kwa kuandika hivi: je, ikibainika sasa kuna ukiukwaji wa maagizo haya, nini kitafanyika? Kanuni ya 17(11) inasema gharama zote za timu mgeni ameingia kwa kutafuta labda kiwanja kingine cha mazoezi zitalipwa na shirikisho litapigwa faini inaendana na kadhia ambayo mgeni anakumbana nayo. Hakuna mahala katika kanuni hii ambao pametoa mwanya kwamba unayo haki ya kugomea mchezo kwa kuwanyima uwanja wa mazoezi. Sio tu kanuni za kafu, hata kanuni zetu hakuna sehemu imetoa haki hiyo. Kwa nini nimetoa mfano wa kanuni za kafu? Kanuni ya bodi ile ya 12(2) na 27(1) na 83 zinasema bodi inaweza kutumia kanuni za kafu kufanya maamuzi juu ya uendeshaji wa ligi. Sitawaambia kila kitu. Hii ni kanuni ambazo ameshia Privadinho, mkuu wa kitengo cha digital Yanga, yeye akiamini kwamba Simba wana makosa kwa kutotokea kwenye mchezo huo. Hapo inahusika kwamba wao wapewe pointi 3 na magoli 3, vinginevyo watafika mbali. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha mtazamo wako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.